Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mtazamaji wa Mkupa TV, karibu. Leo tunaye mchezaji wa zamani lakini pia coach ambaye ameweza kuchukua umaarufu mkubwa ndani ya jiji la Dodoma, na yote tutakuwa naye ndani ya dakika hizi chache kujua nini hasa maendeleo ya soka ndani ya mkoa wa Dodoma, lakini pia kujua yeye ana nafasi gani katika soka la Dodoma. Karibu sana mtazamaji wa Mkupa TV. Assalamu alaykum. Bwana, huyu ni Juma Maulidi Ikaba, mchezaji lakini pia mchezaji wa zamani na coach wa timu mbalimbali ndani ya mkoa wa Dodoma, na leo tunaye hapa kwa ajili ya kutaka kujua historia yake kwa ufupi kabisa ya kimichezo. Je, Juma, tuambie tu kwa kifupi kwamba katika mambo ya mpira wa miguu wewe ilikuweje, ulianza lini na ulicheza katika klabu gani mpaka kufika katika nafasi? Klabu ya kwanza kucheza nilicheza klabu ya Gwasa ya vijana, hapo kuna timu ya wakubwa na timu ya vijana nikawa nacheza, lakini mtu mmoja wapo alikuja kugundua kipaji changu, alikuwa anaitwa Ramadhani Chamiago. Baada ya kwenda kwenye timu ya vijana, yeye ndiye aliweza kuja kumshawishi mzazi wangu na mimi mwenyewe kwenda kujiunga na klabu inaitwa Wajenzi ya Dodoma mjini. Baada hapo ndo salamu zangu ziweza kutokea hapa katika football. Labda ni timu gani zingine ambazo uliweza kushiriki nazo katika ligi kuu Tanzania bara? Timu za kushiriki katika ligi kuu Tanzania bara ni Sidi ya Dodoma na Reli ya Morogoro. Ndio vilabu ambavyo nilishiriki katika kwenda kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mtazamaji wetu wa Mkupa TV, kwa uchache lakini tutaendelea kuwa naye katika muda huu mchache, ambapo hivi sasa tunakukaribisha ili uendelee kupata mazungumzo zaidi na mwanamichezo nguli coach Juma Maulidi Ikaba, ambaye ameweza kuiletea sifa mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla katika kuendeleza kipaji chake cha soka kwa vijana, lakini pia yeye mwenyewe ni mtu muhimu sana katika soka la Dodoma. Juma Maulidi Ikaba, tuambie ni kwamba wewe hivi sasa ni kocha. Ilikuweje kutoka katika kucheza mpira wa miguu hadi kufikia nafasi ya kuwa coach wa mpira wa miguu? Okay, katika safari ya kuwa kocha tuanze tukokuwa tunacheza kwenye klabu ya Gwasa, kwenda kwenye klabu ya timu ya Sidi ya Dodoma, lakini wakati tulipita mapito kuna klabu moja inaitwa Fahari serikali za mitaa ambao tulishiriki kucheza huko na Kinali Tembele Mayayo, kuna Marcel Goldman na Michael Gido. Hapo nilipotokea kwenda katika timu ya Sidi ya Dodoma. Kutoka Sidi hii nikaenda timu ya Reli Morogoro. Timu ya Reli Morogoro tumeshinda misimu miwili. Msimu unaofuata shirika liliamua kuvunja timu. Hapo sisi tulisambaratika na kurudi katika mikoa yetu. Kwa hiyo hapo tena nikarudi kuanza tena kazi ya coaching sasa kwenye klabu ya timu ya Gwasa ya Dodoma. Kifupi, unapokuwa captain katika timu unakuwa karibu sana mwalimu. Unaona makapteni wengi wanaweza kusafiwa na kwenda kwa walimu wa mpira wa miguu, kwa sababu wanakuwa karibu sana na walimu na kupewa miongozo na walimu, na huwa inaanzia pale kwenda kwanza kuwasimamia wenzao. Kwa anapokuja kuwa mwalimu anakuwa kabisa hana uoga kuwasimamia wenzao, na kuna misingi ambayo amejifunza kutoka akiwa captain. Sasa mimi kwenye vilabu nilipocheza asilimia kubwa nilikuwa team captain, na hata kwa mwisho na timu ya Sidi nilikuwa team captain. Kwa hiyo ilianzia pale. Nakumbuka kuna mechi moja ilikuwa tunacheza timu ya Kagera na timu ya Sidi. Hii mechi tulichezea Bukoba nikiwa team captain. Sasa kuna wakati wale mpango kazi walioingia nao Bukoba walikuwa wanaonekana wametushika, lakini makocha kama Semfani mbinu walikuwa wamefanya nini, lakini nilimshauri mwalimu ambao alikuwa marehemu Mwalimu Siaba na Sakachoi. Nikamwambia huyu midfield ambaye anasumbua sana katikati hapa, haina uchezaji wake, amekuja wingi moja ameingia ndani anapo yuko huru. Sasa nini maana yake? Tumtoe fullback mmoja wa kushoto ambaye alikuwa Francis Samu afanye overlapping. Akifanya overlapping tutagundua tuna ukabwa. Basi ni kweli Mwalimu Siaba akaniambia basi waambie wenzako kujaribu chochote na Mwalimu Sakachoi akaniruhusu. Basi nikamwambia Francis na Ramadhani Dela kwamba mpira tukipata ucheze kule kwa Francis. Basi hapo tukageuza kitu kibao, yani wakati Francis akioverlap ikabidi aanze kutafutwa nani ambaye anatakiwa amkabe Francis. Kaja Matola akatoka furiko wa kulia wa timu ya Kagera, akaanza kupiga kelele, wanakuja watu wengi. Kwa hiyo ikabidi Abdalla Magubike sasa alikuwa anacheza pale ana idara maalum, ikabidi aende kumkaba France. Kwenda kumkaba France ikaacha leo midfield kwa kinadela akaanza kujitanua. Hiyo ndio ikawa dawa tu. Baada ya pale Sakachoi akanambia una akili ya kuwa mwalimu.
ulipekea kupata matokeo mazuri. Tukiachana na hayo, kama hivi sasa kocha mkuu wa timu ya Ghana FC, wapiganaji wa jeshi la wananchi wa Tanzania ambao maskani yao ni pale kambi ya jeshi ya Ihumwa, umefanya vizuri. Timu umetoka nayo ligi daraja la 3, lakini hatimaye umekwenda nayo mpaka ligi daraja la 2, na leo ipo katika ligi daraja la 1 Tanzania bara. Tupe hasa mfumo ambao umeweza kuutumia na kuweza kufanikiwa kutoka pale chini kabisa mpaka kufika leo ligi daraja la 1. Mambo gani umeyatumia na vitu gani ambavyo umefanya kuhakikisha kwamba timu hiyo inafanya vizuri mpaka kufikia hapo ilipo hivi sasa? Kitu cha kwanza kabisa ni upongezi na uongozi wangu wa timu ya Ghana, kwa sababu falsafa ambazo nilikuwa nazingiza kwenye timu waliweza kuzikubali. Kwa sababu unaweza kuwa mwalimu na falsafa unataka kupeleka kwenye timu na timu isikubali, mwisho wa siku mwezi kupata matokeo mazuri. Lakini tulikuwa tunakiona kwamba tuwekeze kwa vijana, tukacheze, tufanye hivi, tuweke hivi, walikubaliana na mimi. Kwa hiyo wakanipa ushirikiano. Na mwalimu kishapewa ushirikiano sehemu hiyo, ukipata utulivu, ndoto zako zikatimia. Ndio maana timu hii ukiangalia asilimia kubwa tuliwachukua chai tu kwenye Ndondo Cup. Ndondo Cup hii ambayo ilatibiwa na mbunge wa Dodoma mjini. Tulikusanya ile combine, asilimia 90 ile combine tukaenda kusajili timu ya Ghana. Kwa hiyo mtu akiona sasa hivi anaanza kuona kama ni uyoga tu umeota hivi, lakini ni maandalizi ambayo ulikuwa mpango mkakati wa kiwilaya, kimkoa, kuweza kuwapata wale vijana, kuingiza kwenye timu ya Ghana na viongozi wa Ghana kuweza kupush pale. Ndio haya tunayoona sasa hivi. Tuliwaamini vijana. Ulikutana na changamoto gani katika kuipandisha timu katika vyote mpaka sasa? Changamoto kubwa zaidi ilikuwa kutoka mabingwa wa mkoa kwenda daraja la 2. Hayo ndio kuna changamoto, kwa sababu ilikuwa kila mchezo unaocheza ni finali. Unaweza ukashinda mechi mbili ukaenda kama umaliza, lakini kesho kimbembe kinaanza kingine. Hayo ndio kuna hatua ngumu zaidi. Kwa sababu ni mechi ambayo unacheza wiki mpaka wiki. Unajiandaa, ukifeli utakwenda kiwanja cha mazoezi, utarekebisha, utakwenda kucheza tena. Lakini kwenye mabingwa wa mikoa nafasi hiyo haipo. Umecheza leo, kesho tunacheza mechi nyingine. Kwa pale ilikuwa kuna wakati mgumu, nilipata wakati mgumu sana pale. Lakini hapo kwa daraja 2 nilikuwa kidogo kuna mapumziko, ushindano ulikuwepo, lakini ulikuwa tuweza kujiandaa vizuri, matokeo unayapata. Ni mchezo gani ambao unakumbuka sana hasa katika kupanda ligi daraja la 1 Tanzania bara? Mchezo naokumbuka, kuna michezo 3. Hiyo michezo ni kama ndio kwenye dira yetu. Tukishinda hii michezo tumekwenda kupanda. Mchezo na TRA, mchezo na TANESCO, mchezo na line ya Tabora. Kwa tulikaa chini ili tuongoze kwenye group. Lazima tuwafunge watu wote hao. Kwa maana unakuta alikuwa anaongoza TRA mara kwanza, tukamfunga, tukamshusha. Tukamfuata Lino ambaye alikuwa anaongoza, ametupita pointi 1. Pointi 2 alikuwa amepita, tukamfunga, tukaongoza, tukapita. Hawa TANESCO sasa tumewiana kila kitu. Ili ukae juu kileleni inabidi umfunge TANESCO. Afu mechi ya ugenini. Labda katika hatua nyingine kumekuwa na mazungumzo mengi sana katika ligi zetu hizi za Tanzania, swala la ushirikina hasa katika michezo hasa mpira wa miguu likoje, ama wewe unalizungumzia vipi? Ili swala lipo ama halipo, na kama lipo liko katika misingi ipi? Mimi sijui kwa wanaoamini, lakini mimi kwangu naamini kabisa football science, kwamba kufanya maandalizi vizuri kupata timu yenye quality unakwenda kufanikiwa. Kuna watu wanaoamini, lakini mimi si katika hao. Kwa hiyo nafasi yake sioni kabisa kwenye la kamati. Sioni nafasi yake kwangu. Ni watu gani ambao wana mchango mkubwa kwako kuhakikisha kwamba mpaka umefika hapa hivi? Individual au the team? The team lazima nishukuru kwa uongozi wangu wa Ghana. Nimshukuru na Generali kwanza. Ambaye anaongozwa na Ade. Nimshukuru mbunge amekuwa na mchango na ndio hata tunakwenda huko. Ni moja ya jicho letu ambao tunamwangazia mheshimiwa mbunge na uongozi mzima wa Ghana na chama cha mkoa. Sehemu hizo lazima niwashukuru sana hawa watu. Tukiwa tunaelekea ukingoni wa mazungumzo yetu, kuna lipi la kuambia vijana wa mkoa wa Dodoma hasa kushiriki katika mchezo wa mpira na michezo mingine? Kwa sasa ni sehemu ya ajira ambayo kwa hakika haina kificho. Maoni makubwa kwa hasa kwa wadau wa mpira wa Dodoma na wachezaji wa timu. Cha kwanza ni nidhamu. Na hakuna mchezo ambao nataka uvumilivu kama mchezo. Nidhamu ya hali ya juu, uvumilivu. Yale mambo ya vijiweni kuambiana wewe unajua shida, wayaache. Waende kwenye mazoezi, wasikilize walimu, watafanikiwa. Lakini kuna makundi ambayo yamekuwa makala au
wachezaji, kuweza kuwa manage wale wachezaji, wanawapoteza. Wawekeze kwa walimu, watawafikisha safari wanayotaka. Neno lako la mwisho Juma Ikaba, katika safari ndefu ya maendeleo ya soka kwa Dodoma na Tanzania kwa ujumla, ni lipi hasa kwa wadau mbalimbali? Kwanza kabisa, kama tujamaliza ni kwanza katika waandishi wa habari wa michezo kwa mkoa wa Dodoma, mimi nasema nikupe namba, sio kwa sababu unanihoji au tuko hapa, lakini nikupe maua yako, kwa sababu mmekuwa ni chachu ya maendeleo ambapo unapenya vijijini kote na kutoa michezo katika mkoa mzima wa Dodoma. Hicho kitu nikupe, nikupongeze, na ni wewe vile umekwenda kwenye timu ya Gunners, ndio mwandishi pekee ambao ulikuwa ukiweza toka tukua ligi ya mkoa kuweza kupata habari za timu na kuweza kuzitangaza. Kwenye eneo hilo inaweza nikupe maua yako. Cha mwisho kabisa, kwa mtu wa mkoa wa Dodoma, support timu iweze kupanda. Tukiwa tuna timu mbili ligi kuu, inakuwa na tija zaidi. Basi mtazamaji wa Mkupa TV, mimi naitwa Nuru Selemani, lakini pia nilikuwa naye Juma Maulidi Ikaba, kocha mkuu wa timu ya Gunners FC, wapiganaji wa jeshi la wananchi wa Tanzania, ambao sasa wanawakilisha mkoa wa Dodoma katika ile michuano ya ligi soka daraja la kwanza Tanzania bara. Ukumbuke tu kwamba huu ni mwanzo tu, lakini muendelezo pia upo. Nikukumbushe tu kwamba usiache kuangalia Mkupa TV ndani ya YouTube, na katika kipindi chote hiki Juma Ikaba, karibu sana wakati mwingine, lakini fikishie salamu huko unapokwenda, waambie kwamba Mkupa TV bado ipo na itakuwepo na inaendelea kuduka. Asante sana, tuko pamoja, kila la heri. Amin. Daudi. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.